Tuelekee kaunti ya Embu ambapo kamishna wa kaunti hiyo Maurice Wanyonyi amewataka wakazi wa Embu kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa zitakazosaidia kudhibiti ongezeko la uhalifu. Kamishna huyo amesema kuwa operesheni zinazoendelezwa na vikosi vya pamoja tayari zimepelekea kukamatwa kwa watu wanaohusishwa na wizi wa vifaa vya kielektroniki, huku uchunguzi zaidi ukiendelea. Aidha, Wanyonyi pia anasema ukosefu wa taa za barabarani ni chanzo kikuu cha uhalifu, kwani maeneo yenye giza yanatumiwa na wahalifu kujificha na kutekeleza uhalifu. Tukiwa kamati ya usalama, tunakubaliana na mambo mengine ambayo yamefanyika hapa kwamba tutakuwa na usalama dhabiti, hasa wakati wa usiku. Ningependa kusema ya kwamba maafisa wa polisi wameshirikiana. Tuko na kitengo ambacho kimeundwa Mali Agency, na ile Mali Agency team inafanya kazi vizuri, na kwanza ningependa kusema ya kwamba tuko na watu ambao wameshikwa. Tuko na mtu ambaye alishikwa na wengine tungali tunatafuta. Huyu ni mtu ambaye alikuwa ananunua vifaa vya elektroniki ambavyo ni vya wizi, na alishikwa na vile vifaa vikapatikana viko katika police station. Tunawaambia wale watu ambao walipoteza vile vifaa vya elektroniki waende katika ile police station ili waweze kutambua vile vifaa ambavyo viko kule. Jua linapotua, hiyo sasa inakuwa wasichana hawawezi tembea, kina mama hawawezi kutembea, unanyang'anywa mifuko, umenyang'anywa simu kwa sababu the street lights za Embu zilizima. So we've made an appeal and we want to see whether itaweza kufanyika na itaweza kufuatiliwa ya kwamba streets za Embu zote ziwekwe mataa. Na sio Embu hapa town peke yake. Tunataka kufuatilia mpaka minji mingine ambayo iko hapa Embu kama vile Runyenjes, huku upande ya Manyata, tunataka kufuatilia huko Siakago, Kiritiri na mahali pengine popote. Kuhakikisha ya kwamba mahali popote ambapo panakaa watu na wanafanya biashara na hasa masaa ya jioni, hizo places zimewekwa mataa ya security, na pia imeweza kuwa na askari ambao wanapiga patrol ili watu wetu waweze kufanya biashara wakiambia uoga ama wasiwasi.